tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumepata alama moja kwa maana ya mchezo wetu wa kwanza wa ugenini. Tumepata alama moja. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tunaondoka hapa tukiwa tunaamini kuna michezo 28 ibakia. Ni michezo ya kwenda kujipanga, kuangalia tunarudi vipi kwa nguvu kubwa katika mchezo wa 3 wa ligi tuweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo, na Sokoine imeendelea kuwa pitch ngumu na Mbeya City imeendelea kuwa wapinzani wagumu kama historia ambavyo inaonyesha. Mwenyekiti, mbele ya macho yako ukweli kwa kupana mashabiki wamesimama waondoke hatumtaki. Hili linawapa ujumbe gani? Tumewasikia mashabiki wakiwa wanaimba hizo nyimbo, tumewasikia mashabiki wakiwa wanapiga hizo kelele, lakini uongozi wa Young Africans bado uko kwenye mchakato wake wa tathmini. Ikihitajika maamuzi kufanyika yatafanyika, lakini so far bado tunarudi kwenye meza ya tathmini kuangalia wapi tulipo na wapi tunakwenda, na kila mtu anafanya mashabiki wanafanya pati yao, uongozi unafanya pati yake, wachezaji wanafanya pati yao, na benchi wanafanya pati yake, kila mtu ana pati yake. Wao tusiwe na yake. Kwa upande wako wewe binafsi, umeridhishwa na performance ya mchezo huu? Wamekaa nyuma Mbeya City kwa muda mwingi wa mchezo. Picha ikiwa ruhusu ya kucheza, tumestruggle kwenye aina yetu ya kucheza, tukaingiza strikers wawili mwishoni baada ya 10 za mwisho, angalau tukaanza kuwa na point kwenye box la mpinzani. Kwa hiyo technically walikuja na mpango mzuri wa kudefend na umewasaidia kupata alama moja, sio alama moja. Tunasema alhamdulillah. Ali wakati timu ikiwa inapata matokeo bado kuna wachambuzi na watu walikuwa wanazungumza kuhusiana na kocha. Leo badala ya wapiga ramli, leo wanaweza kuwayumbisha kwa namna yote. Wapiga ramli achana nao. Sisi hata miaka ya nyuma tulianza ligi tukafunga Mbalali na Yefu. Kwa issue sio nyakati. Issue ni timu ilivyokuwa sasa hivi na matokeo tukijua atakuja tu. Yaani Yanga isingeweza kwenda isitoke sare wala isifungwe. Tulikuwa tunajua tu kuna siku itakuja mechi tutapata sare, kuna mechi itakuja Yanga itafunga. Lakini mkweli ndio mapema. Mwaka tunaofungwa na EF ilikuwa ni mechi ya Yanga. Kwa mechi ya 3 ya 4 kama vile vile. Kwa ni football, wala isionekane kwamba kuna mtu alipiga ramli ndio kapatia. Ndio football iko hivyo. Tulikuwa tunajua kuna siku Yanga itaangusha alama, na hiyo siku imefika leo hapa siku hiyo ni mchezo wa pili. Na tunasema alhamdulillah kama kuna sehemu za kuimprove. Ukipata mapema picha hiyo, tunarudi kwenye meza ya tathmini na kwenda kuimprove. Matokeo yao labda mashabiki wa Young Africans wanaweza kuingia na pressure kama afisa nani. Unaweza kuamini mashabiki wa hakuna haja ya kuwa na pressure. Ni mechi ya pili ya ligi, bado michezo 28 ya ligi ya kucheza. Bado kuna mechi nyingi mno zimebakia. Hii ni mechi ya pili leo na tuna pointi 4, hatujafungwa. Tumeangusha tu alama 2, tumepata alama 1. Kwa hiyo tuna room ya kuimprove kwenye michezo ijayo. Kwa hiyo tu watulivu, tuendelee kupanga mikakati yetu na inshallah tutazidi kuwa bora. Hadi mchezo unaofuata ni unaingia kwenye break ya FIFA, alafu tunakwenda kimataifa. Tunakwenda Malawi, Lilongo dhidi ya Silver Strikers. Muda mchache sana wa kujiandaa kutokana na hichi kinachoendelea. Kipi kinaendelea? Wewe mbona kama una majibu yako? Nini kinaendelea? Huyu vipi huyu? Kwa sababu umesema timu inaendelea kuhitaji muda, lakini huo muda tukiangalia kiuhalisia ni kama bado haupo. Tumepata alama moja leo. Si ndio? Hatujapoteza mchezo. Kuna siku za kupumzika hapa, baadaye tutakwenda kwenye mechi ya kimataifa. Kwa hiyo tunaendelea kujipanga. Wewe kinachoendelea ni kipi? Mbona kama watusemea? Mimi nawashukuru sana ndugu zanguni, na muwe na safari njema kurudi Dar.